Anib TV. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoshuhudia tupo katika uwanja Melchior Ndadaye, uwanja wa ndege katika nchi yetu ya Burundi, na tayari mahujaji wamewasili salama kutokea katika miji mitukufu ya Maka na Madina kutekeleza ibada ya hija. Na tunaye hapa shehe wetu mpendwa, naibu kadhi na ambaye ni msimamizi au kiongozi wa msafara mahujaji kushughulikia mambo haya ili mahujaji waweze kupata fursa ya kwenda salama na kurejea salama kwa huruma wake Mwenyezi Mungu. Na shehe wangu, salamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hongera tena kwa mara nyingine na karibu katika nchi ya Burundi kwa mara nyingine baada ya kutoka kutekeleza ibada tukufu katika nguzo zetu 5 za Uislamu, nguzo ya mwisho. Tunasema hongera na wale wote mahujaji ambao uliongozana nao kwa huruma wake Mwenyezi Mungu. Asante sana, Allah tupokelee. Tumezoea katika nchi yetu ya Burundi au katika nchi tofauti za barani Afrika au dunia nzima kwa ujumla kuwa na wasiwasi pale mahujaji ambapo wanakwenda kuhiji kutokamana na miaka miwili iliyopita, mambo tofauti, hali ya joto, msongamano wa kusukumana, lakini mwaka huu hatujasikia chochote. Tuambie kidogo, hija ya mwaka huu ilikuwaje inshallah? Kwa kweli niseme uongozi ule, Mwenyezi Mungu awalipe kheri. Kila mwaka wanakwenda wanaboresha mambo na kuziwia hatari zimetokea mwaka huu mwaka ule, wanafanya sababu zisiwepo. Kwa hiyo alhamdulillah hapa kuripotiwa nani zozote zile, labda yale ya kawaida, mtu kaumwa na hivyo ikawa siku zake zimeenea akawa ameondoka, kama vile yuko dada yetu kutoka Uganda anaitwa Bibi Rahma ambaye amezikwa baada ya hija, amefia Madina. Ni hivyo, lakini kusema ajali, msukumano na hivyo hapana, mambo yameboreka vizuri sana. Vizuri, mashallah. Tumeondoka na mahujaji wangapi na wote watakuwa wamerudia salama kwa huruma ya Mwenyezi Mungu? Tumeondoka na mahujaji 50 na wote wamerudi salama. Wapo wale ambao wamekuja nyumbani na wapo wale ambao wameondokea kule moja kwa moja na kwenda mwenye miji yao kikazi, lakini jumla walikuwa 50. Kama tutakuwa tumeangalia vizuri katika mahujaji ambao watakuwa wameenda safari hii, tunaona umri, wale ambao wana umri mkubwa ni wengi kushinda wale wana umri mdogo. Vipi hili linazungumziwa haje katika nini ambao mnaandaa safari hizi, mnasimamia safari hizi? Swala lizuri, hiyo ni changamoto ambayo tutaifikisha kwa kina katika kuweka sawa hija zijazo. Inaonekana hija za sasa hivi kuna utu uzima huo na afya kidogo na hivyo haikubali. Ni hija inataka kidogo nguvu bado zipo, na hivyo kuna mizunguko inahitaji nguvu. Kwa hiyo yule anakuwa anahitaji msaada wa ziada, jambo ambalo kidogo inakuwa ni gumu. Hilo tumetathmini matatizo ambayo yamekwenda yanajitokeza kwa hawa watu wazima, tunakwenda kulidurusi na kuliweka sawa katika hija zijazo inshallah. Inakupeni changamoto kiasi gani kuwapeleka watu wazima na kuweza kuwahudumia kule, kuwa karibu nao kama nyinyi viongozi? Kwanza umri unakuwa tayari ni mkubwa, mazingira ya amekotoka na yale mazingira kuyaona ghafla, kisaikolojia kwanza anakuwa ni kama kuna vitu vimemchanganya sawa na umri. Halafu vile kuna mizunguko ile inaomba kutembea, kuna sehemu unakuta gari haziruhusiwi kulingana na zahma, msongamano, inabidi watu wapige mguu, hawezi. Unayaona hayo. Ibada yenyewe ndani ya haram, hija yenyewe kuna tawafu mizunguko 7, kuna sa'i Safa na Marwa, ni mwendo, hawezi. Unaona, ukiweka labda atasema kodesha beskeli ile, wale vijana wako kule waweze kumsukuma kwa beskeli, ni gharama ya mapesa, na labda hata hiyo pia wizara ya haji haipendelei hilo jambo kuwa na zahma ya beskeli hivyo. Kwa hiyo ndio nimefahamisha, miongoni mwa uwezo wa hija sio pesa tu, miongoni mwa uwezo wa hija ni nguvu pia ziwe zinaweza kumudu ile mizunguko na ile harakati, na hivyo ni changamoto nyingi ambazo tumezipata kutokana na hao watu wazima, sawa kwenye ibada za hija mpaka muda wote wa safari yetu kwa kurudi nyuma. Na labda nitakuwa sijakosea kama nitasema kwenye sehemu tulokuwa ile Mina, Burundi, Uganda, Gabon, Congo Brazzaville na Mali, Burundi itakuwa inaongoza kwenye hema lao kwa puspusi nyingi na beskeli nyingi. Wakati hawa unakuta wengine kama Uganda mahujaji 1000, lakini Burundi tuna beskeli nyingi, maana tulisheheni watu wazima na wabovu wengi. Hilo ni jambo kidogo la kuja kukosoa,
Vinginevyo tunaweza kujikuta mbele tumeingia ndani ya majanga ya afya zimekataa, ule utu uzima umekwama, na hivyo kulingana na umri na matatizo imekuwa makubwa zaidi. Mmekwenda hija mara nyingi, mmefika katika miji mitukufu mara nyingi, hisia huwa zinabadilika wakati mnafika pale, au imani huwa inazidi kila ambapo mnafika pale? Tupe kidogo experience ambayo sisi tutaibeba, tuhisi kuwa na sisi tumekuwa hija, kufika hija pale, kufika Maka, kufika Madina, yani ibada tofauti pale. Kwa kweli hisia ni lazima, na hasa kwa mtu ambaye labda ni mara ya kwanza akajikuta anatembea na anaambiwa haram ya Maka ndio hiyo, akaingia ndani akajishtushwa Kaaba mbele yake ndio hiyo. Bila shaka kuna hisia za kipekee, kuna hisia za kipekee, na Mwenyezi Mungu akasema kweli alivyosema, waman dakhalahu kana amina. Unaona, kwa hiyo hisia zipo. Labda mimi nikieleza siwezi kuzimaliza, labda kaeleza yule ambaye amezieshi ndani yake zile hisia, na hasa kwa yule haji wa kwanza sawa Maka mpaka Madina. Hisia hizo ni lazima. Kwa kumalizia, vipi sasa mtu ailinde hija yake baada ya kutoka hija inshallah? Kuilinda hija yake, na hasa hija kuonekana kuwa imekubaliwa, wanazoni wamefahamisha hakuna dalili inasema kuwa hivi hija lakini sisi tumeambiwa tutufanye, usivuke mipaka. Wanazuoni wakafahamisha dalili, labda kielelezo, kigezo cha kuonekana hija imekubaliwa ni mtu kutokuwa yule kabla ya hija, manake akajiona ye mwenyewe moyo unaelekea kwenye khairati nyingi, mema mengi, mambo ya Mungu mengi na hivyo na nini. Hii ni ishara tosha kuwa hija yake imefanya nini, imekubaliwa. Na akajiona mtu baada ya hija bado ni yule, hakuna mabadiliko, hii ni dalili kuwa hija yake ina madonda na ina kasoro. Ndio. Vizuri, mashallah. Tunashukuru kwa muda wako na pole sana na mchoko wa safari shewa. Inshallah. Na sawa na nyie vijana tunakuhitajieni, ndio Mwenyezi Mungu akupeni uwezo wa kufika kwenda hija, kwa sababu nyie hata mbio zile mnaziweza. Naam, inshallah. Mbele yetu tunaye Sheikh mpendwa kipenzi cha Uislamu katika nchi ya Burundi, Sheikh Bizimana Zuber, ambaye alipewa dhamana la kuwatoa mahujaji katika nchi ya Burundi na kuwapeleka katika miji mitukufu ya Maka na Madina kutekeleza ibada ya hija, nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu. Na Sheikh wangu, asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunatoa pongezi kwenu ambao mlipewa dhamana ya kuwapeleka mahujaji na kutekeleza ibada ya hija na mkarudi salama. Tunatoa pongezi kwenu. Allah azidi kuhifadhini na kupeni afya njema, muendelee kuwahudumia Waislamu. Vipi ibada ya hija mwaka huu ilikuwa vipi, na mahujaji kuelekea nao katika miji ya Maka na Madina, changamoto zilikuwa vipi? Inshallah kwa uchache uelezee safari nzima ya hija ilivyokuwa. Kwa kweli tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunatoa shukrani za dhati kwanza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia kwa Waislamu wote ambao walituunga mkono kwa kutuombea dua tuondoke salama. Kwa kweli tulivyotoka hapa Burundi na kufika mji wa Addis Ababa, kutoka Addis Ababa mpaka katika mji wa Jeddah mpaka Maka Madina, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari ilikuwa nzuri. Jinsi tulikwenda salama na tumerudi salama. Na kingine tunachomshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba kulikuwa changamoto tu ndogo la baadhi ya kinabii mkubwa ambao tuliziona hali zikatutia uoga, tukadhani kwamba labda huenda ibada hawatozifanya, lakini wallahi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walifanya ibada kwa usalama na wakamaliza ibada kwa usalama, pamoja na kuwa wengi wao wamerudi hali ya kuwa na homa kali, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah mambo yalikwenda vizuri. Hisia za wale ambao mmewabeba wakiwa ni watu wazima, wengi wao tunashuhudia hilo, zilikuwa vipi baada ya kufika katika miji ya Maka na Madina na kuona hali zao labda pengine zisingewaruhusu kuweza kutekeleza yale ambayo wanatakiwa kutekeleza kule Maka? Kwanza uhakika tu kwanza wenyewe walipofika tu katika mji wa Maka, hisia ziliwajia kama huenda hawatoweza, lakini kwa kuwa ni kazi yetu, pindi tunapowapeleka mahujaji lazima tuwape nguvu na kuwaonesha mtaweza, msio na wasiwasi. Wallahi kwa kweli tuliwaonesha kama wataweza, kiasi ambacho wanamaliza ibada, mtu anajitizama sema ni mimi kweli nimefanya ibada na nimemaliza, anasema alhamdulillah rabbil alamin, sikutegemea kama ningeliifanya ibada nikaimaliza, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vizuri, mashallah. Vipi unazungumzia swala hili la mahujaji kwenda kuhiji aliyakuwa umri umekwenda kidogo? Kwa kweli jamani, tunawaambia Waislamu, acheni kungoja umri umekwenda. Sawa ni pesa zako mwenyewe au ni pesa unazotegemea kwa mtoto au kwa kaka au kwa ndugu. Watoto tunawapigieni kelele, wapelekeni wazazi wenu hija wakingaliki ni wazima.
Kwa kweli changamoto ni kubwa sana pindi tunapokwenda na mahujaji wanapokuwa ni kinabii mkubwa, umri umesha kwenda, hali inakuwa ni ngumu, hali inakuwa ni nzito. Pamoja na kuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunajikuta kwamba ibada inawezekana wanaweza wakaifanya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema samanini kwa kuwa hii homa kila haji ana homa hii. Mtume anatuambia kwamba taajalu ila alhajj, harakieni kufanya ibada ya hija, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, hakika mmoja wenu hajui kipi kinachoweza kumtokea. Ima unaweza ukapata pesa afya ikakukatalia, ukapata pesa utu uzima ukakukatalia, au ukajikuta pesa unayo ukajikuta kwamba pesa hauna, una nguvu. Sasa mwenyewe anaweza aharakishe mapema. Wallahi kufanya hija bado ukingalike na nguvu na maraha yake, tofauti na jinsi mtu utaifanya ukiwa ni mtu mzima. Wito wako wa mwisho kwa Waislamu ambao wanatarajia kufanya hija mwaka unaokuja inshallah? Wito tunaoutoa kwa mahujaji, tungelitaraji kwenda na zaidi ya mahujaji 80, lakini wako wengi ambao waliorudi kutokana na kule kujiandikisha hija mwisho. Taarifa tulizotoka nazo huko walisema kwamba mwisho kabisa wa kutoa visa ni tariki 1 Shaaban. Maana watu wanalazimika wajiandikishe hija kabla ya Ramadhani hata kwa miezi 6, kwa sababu wale wote waliokuja kujiandikisha mwisho kwenye Shaabani wote walibaki. Wallahi tungelitarajia kuna na zaidi ya 80, lakini walibaki. Tunakuiteni, changeni ingalau uende ukajiandikishe kwenye ofisi kwa kutoa nusu, ili ufikie ule wakati na wewe jina lako limekwenda katika wale ambao watakokubaliwa. Ndio taarifa ya mwaka kesho, tariki 1 Shaabani wanafunga milango, hawapokei mtu. Naam, shukrani sana Sheikh. Asalamu alaykum. Amnibu TV.